Nadhani kwa upande wa tetesi ambazo zinazungumzwa sana kwa sasa hivi, Chazaua anazungumzwa, pia Mpanzu anazungumzwa, pia Morris Abrahamu kutoka Simba kwenda Yanga. Ndo unaweza ukasema ndo sajili ambazo zinatingisha sana, ambazo zinakosesha amani mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba. Ukimwangalia mtu kama Chazaua ndo top scorer wa msimu uliopita, si ndio? Kwa hiyo manake Yanga kuna kitu anakihitaji kutoka kwa top scorer wa msimu uliopita. Ukimwangalia Mpanzu, ukizungumzia wachezaji wenye ubora, wachezaji ambao muda wote wanaweza kaisaidia timu kwa ubora wao, dribbling, maamuzi ya kikubwa, ni Mpanzu, si ndio? Ukiangalia kwa kizazi cha sasa hivi kijana Morris Abrahamu, ukizungumzia mchezaji ambaye kwa sasa hivi hata ndani ya Simba akikwambia nani ni mchezaji bora wa Simba kwa muda huu hapa tu, mechi hizi zilizochezwa, tutamchukua Morris Abrahamu, tutamweka hapa. Hawa ndio ambao wanatajwa kwenda kujiunga na Yanga. Kwa kifupi unaweza kusema Yanga wanaenda kuivuruga Simba kwenye swala zima la usajili dirisha dogo, na wote hao wanazungumzwa ni kwa sababu kwa maana ya upatikanaji wao. Morris Abrahamu inasemekana kwamba alisaini mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Miezi sita maana yake ni kwamba mpaka sasa toka amesajiliwa Simba, miezi sita tayari ishapita. Kwa iliyobakia ni miezi sita mingine ya mwaka mmoja. Walisajili mwaka mmoja kwa lengo la akipata timu Ulaya anaenda kujiunga na timu Ulaya. Kumbuka Morris Abrahamu alikuwa Ulaya. Kwa hiyo waliweka mwaka mmoja ili ajiweke fiti ndani ya miezi sita ya kwanza. Miezi sita nyingine soko lake lio tayari limeshaka vizuri Ulaya. Kwa hiyo kulikuwa na mazingira hayo ya Morris Abrahamu kusaini mwaka huu mmoja. Mpaka sasa hivi ninavyozungumza, miezi sita aliyokuwa amesaini, kwa sababu miezi inaangaliwa pale ulipo saini mpaka sasa ni muda gani? Miezi sita. Maana yake bakia miezi sita ya kubakia ndani ya timu husika. Kwa hiyo Morris Abrahamu wakati wote anaruhusiwa timu nyingine kuongea naye. Ukija kwa Elie Mpanzu, ukiangalia naye miezi sita ninavyozungumza imebakia miezi sita kwa taarifa ambazo nazipata sasa hivi. Imebakia miezi sita. Kwa maana yake ni nini? Inaruhusiwa klabu yoyote kwenda kuzungumza na mawakala wa mchezaji na mchezaji mwenyewe. Kwa hiyo sasa maana yake uwanja uko wazi. Ni dau la Simba kwa muda uliobakia au malizie aondoke huru, au ni wajibu wa Simba kusema bwana, kama mmekuja hebu tunawauzia, tupeni kiasi fulani cha pesa. Mbona unanielewa? Ukija kwa upande wa Chazaua naye imebakia miezi sita. Kwa hiyo ukiangalia hapo katikati, either Simba wachague kitu kimoja, dau ambalo Yanga atalipandisha kwa wachezaji hawa, wao wapande zaidi, wawashawishi kubakia ndani ya Simba, au wakubaliane kwamba wacha wamaliza muda wao ukiisha waondoke wakiwa huru, waondoke kwenye klabu nyingine wakiwa wako free. Kumbuka huyu tunamzungumza Chazaua pia anahitajika na Raja Casablanca kule ambako yuko Fadlu Davis anahitajika kule. Manake Simba au wachezaji hao inawezekana Simba kwa namna yoyote wakawakosa, hasa Chazaua kama Fadlu Davis wanamhitaji. Ukiangalia ulipaji wa mishahara wa Raja Casablanca, pesa yao ni tofauti na ya Simba. Kwa hiyo kuna ushawishi mkubwa unaweza ukatokea wakati wowote. Kwa hiyo kitu ambacho nakiona, Simba wana wakati mgumu sana kuwalinda wachezaji wasiondoke. Sana, sio kidogo. Lakini Simba ukiachana na hiyo, utakuwa unakumbuka pia kuhusiana na Kibu Denis, alitakiwa kwenda Yanga msimu uliopita. Kibu Denis alitakiwa kwenda Yanga. Simba walimrudisha Kibu Denis, unaweza kusema ni mlangoni wakati tayari kashatoka. Yaani walichokiwahi Simba ni hatua chache sana kwa Kibu Denis. Si unaelewa? Ni hatua chache sana alikuwa anaenda Yanga Kibu Denis. Simba kawayo kampa mzigo, saini hapa nini fresh. Lakini hatua zote za kwenda Yanga zilikuwa zimefikiwa. Kwa hiyo Simba wana jambo la kufanya lile kama ambalo walifanya kwa nani? Kwa Kibu Denis. Wahakikishe kwamba
Kibu Dennis kama walivyofanya Kibu Dennis. Hawa wachezaji hawa either wapandie dau, wachezaji hawa waabakize, waongeze mikataba wakiwa bado mikataba yao inafanya nini, inapumua. La sivyo mfano Simba wakimpoteza mtu kama Morris Abraham, wamepoteza mchezaji ambaye kwa sasa hivi ana quality ya juu sana. Ukimpoteza Mpanzu, maana yake ni kwamba umejidhoofisha mwenyewe, lakini umepeleka ubora kwenye timu pinzani. Maana yake Simba watakuwa na mwendelezo ule ule wa kupasuka mara nyingi na Yanga, sawa, na Yanga watakuwa bado wanapata wakati mzuri wa kujihakikishia kuwa na makome. Unajua fakti moja ambayo Yanga wanashawishika kwenda kuwabomoa Simba ni kitu kimoja. Kwanza ni kuwaondoa Simba kwenye mbio za kuchukua ubingwa, lakini cha pili kinakuja ni kwa sababu ya utani wa jadi. Furaha ya wanayanga, kwambie mtu yote, ni pale ambapo mchezaji muhimu wa Simba anapochukuliwa. Si kama unaelewa vizuri, anapochukuliwa mchezaji muhimu wa Simba anapochukuliwa na kwenda kwa upande wa Yanga, unapata nafasi ya kuananga. Yanga walitamba sana walivyomchukua Clatous Chama, kwa sababu Simba nao walikuwa walitaka kumbakiza. Yanga walivyomchukua Simba walikosa hata pozi, umeelewa? Walikuwa naumia, lakini wakienda kumchukua Elie Mpanzu mfano, maana yake Simba wataenda kuumia zaidi, kwa sababu bado yuko kwenye wakati ambao Simba anamhitaji. Wakimchukua Chazaua, ni top scorer msimu uliopita, unamwachaje mchezaji kama huyo? Okay, unakuja yaani mfano unaachana na Morris Abraham ambaye sasa hivi akiwepo uwanjani timu na flow kwenye tempo yenye ubora kutoka kwake. Ukimwacha manake unaenda kuwakabidhi silaha kwa maana ya Yanga. Kwa hiyo mimi binafsi Simba wana kazi kubwa ya kufanya ya kuwalinda hawa watu ambao sasa hivi ndio bora ndani ya Simba, na Yanga wanaonekana wana dhamira ya dhati kabisa ya kuwapora Simba wachezaji bora. Kwa hiyo waangalie, wasifikiri kama ni jokes. Hicho kitu mimi mwenyewe nimefuatilia, kina ukweli ndani yake. Yanga wanaenda kubomoa Simba, kwa sababu kudhoofisha Simba lazima ukambomoe Simba mwenyewe. Tuzungumze kwa hili la umemtaja nani, Jean Charles Ahoua kuhusishwa na klabu ya Young Africans. Umetaja kwamba Clatous Chama anahitajika kurejea tena katika wekundu wa Msimbazi Simba. Unaona ni wakati sahihi wa Mwamba Lusaka kurejea katika klabu ya Simba? Ukiangalia alikuwa huko akatoka akarudi tena Singida Black Star, na pengine aendapo akirudi atapeleka Simba katika nchi ya ahadi. Kumrudisha Clatous Chama ndani ya Simba, mimi siwezi kupinga sana. Lakini lazima Simba wakajiridhishe kabisa kwamba kile anachokifanya Singida Black Stars amekifanya, kwamba yuko katika wakati bora au yuko katika wakati wa kumalizia karia yake. Unajua kuna wachezaji ambao huwa anafanya vitu kwa matamanio. Mfano yuko Singida anatamani kuwashawishi Simba wamrudishe. Akisharudi Simba watu wanafikiri kwamba atafanya kazi hiyo akiwepo Simba. Unashangaa unaweza kumchukua mchezaji akiwa Singida Black Stars akijituma, kumbe anakushawishi wewe umchukue. Akisharudi kwako akashamaliza shughuli yake, hana kitu cha kukuongeza tena. Sasa Simba watafakari vizuri kuhusiana na Chama. Ubora aliokuwa nao Singida Black Stars ni huo ambao akiwa nao Simba. Kuna kitu ambacho mimi napenda kutolea sana mifano. Sisi wanaume tunapokuwa tunamfuata mwanamke kumapproach, huwa tunatumia nguvu sana. Umeelewa? Yaani nguvu sana. Mwanamke anaweza kaisi kama unatembea na pepo mwanaume. Lakini ukishampata kuna hali fulani ambayo unajisahau. Unaanza kuona kama mbona kawaida, si mtu wangu. Umeelewa? Kwa Chama huenda anatumia nguvu kubwa sana akiwa Singida Black Stars kuonyesha ubora. Nakumbuka kwa maana Chama kaisaidia Singida Black Stars ikifanya vizuri kwenye mashindano ya Kagame. Umeelewa? Wamechukua ubingwa Singida, Chama akiwa na mchango mkubwa. Kwa hiyo Simba wanaweza kashawishika kwenda kumchukua Chama. Chama alishafanya mambo makubwa sana akiwa Simba. Inawezekana wakaishi kwa historia dhidi ya Chama. Lakini akirudi ndani ya Simba ataenda kutoa ubora ule ambao unaonekana Singida. Na kweli ukiangalia kwa upande wa Simba wana haja kuwa na mchezaji kama Chama yule ambaye ni mlainishaji namba 10, ambayo itakuwa inasaidia kumpa namba 9 mipira mizuri. Mfano nikwambie, unaweza kumuona mtu kama
Anahitaji mtu kama Chama ambaye atakuwa anampa pasi za uhakika za kufunga kwenye njia. Umeelewa? Unamwona kama Steven Dese Mkwala, anahitajika mchezaji kama Chama ambaye atakuwa akikana mpira ana uhakika wa kumpa nafasi nzuri mchezaji, mpira mzuri mchezaji na kuscore. Umeelewa? Kwa Chama, lakini unaanza kumfikiria huyu Chama wa Singida Black Stars ndo anatakiwa kwenda Simba, au kuna Chama mwingine ambaye akifika Simba anaweza kujiupdate zaidi na kuto kukaa katika hali ya mazoea. Kwa hiyo mimi binafsi namuona Simba anaweza kumchukua Chama, anaweza kumchukua Aucho. Je, Aucho atakuwa na tanki la kutosha kuitumikia Simba, au ndo dakika za mwisho upepo toko umeshakata? Unajua vitu vingine waangalie. Unapoenda kumshawishi mtu angalia leo anafanya hivi, vipi kesho atakuwa na ubora huo? Kwa hiyo Simba inawezekana kuwa na tetesi hizo, lakini waangalie kitaenda kuwasaidia. Mimi binafsi hizo tetesi ninaziona kama huenda zisiive, kwa sababu kama ataenda kupata mchanganuo wa kisayansi, wataangalia umri wa wachezaji, wataangalia wachezaji walivyotumika, wataangalia impact ya wakati huo na baadaye ndani ya Simba nini ambacho kinatokea. Tetezi umezisikia, lakini mimi sioni kama Aucho na Chama ndani ya Simba wanaweza kuleta impact. Unahitajika watu kama kina Morris Abraham waendelee kubakia pale. Kwa kama kuna hali ya kumaintain abakie Morris Abraham, basi Morris Abraham uhakikishe kwa hela yoyote wambakize kuliko kumleta mtu mwingine ambaye dakika 90 hawezi kuzimaliza, dakika 40 maji ya shingo, yani anaemea kooni. Umeelewa? Unajua ile kuna kuemea kooni. Chama umri umeenda, au Aucho umri umeenda. Kwa hiyo mimi binafsi kwenye sajili za Simba takiwa makini, kwa hasa kutokana na mazingira aliyokuwa nayo. Okay, tumalize na hili hapa. Dirisha dogo la usajili ndio hili hapa linakaribia kufunguliwa. Ukiangalia Simba kuna namna katika klabu bingwa wamestruggle, na ukiangalia katika ligi kuu tayari washapoteza mechi moja, washapoteza alama 3. Una sehemu gani ambapo Simba wafanye marekebisho ili mradi tuweze kuiona Simba ile ya miaka 4 nyuma inachukua vikombe vya ligi kuu Tanzania bara, inafika robo finali klabu bingwa pamoja na shirikisho? Eneo la ushambuliaji Simba natakiwa ibadilike sana. Yani Soa ni mchezaji mzuri, hatukatai. Unaposema eneo la ushambuliaji unamaanisha kuna sehemu 3 kwenye mpira wa miguu. Kuna sehemu ya ulinzi, kuna sehemu ya kiungo na eneo la ushambuliaji. Eneo la ushambuliaji unazungumzia wachezaji wote ambao wako katika eneo la kule juu. Ukimjumuisha sasa kama center forward pia unamjumuisha katika eneo la ushambuliaji. Eneo lile lazima pia liwe na rotation na watu wa maana sana. Umeelewa? Nadhani Simba wanatakiwa kumtafuta mtu ambaye ni zaidi ya Budo. Si unanielewa? Na tetesi hiyo nimesikia, kuna mchezaji ambaye yeye ni mshambuliaji lakini pia ni winga ambaye anaweza akaongezea ubora katika eneo la ushambuliaji. Kuna wakati mechi zingine zinahitajika mtu ambaye ni winga pase. Kuna wakati nyingine zinahitajika mtu ambaye ni kiungo ambaye anacheza katika eneo la winga. Kwa hiyo Simba wana jukumu kubwa sana la kutafuta wachezaji ambao watakuwa na ubora mkubwa sana hasa katika eneo la ushambuliaji. Wanasema eneo la ushambuliaji litakuletea matokeo. Sawa? Eneo la ulinzi linakuletea makombe. Kwa sababu kombe unaweza ukashinda ukiwa na sare. Sawa? Mechi zingine zimetoka sare na ukafunga goli moja ambayo imetoka sare, si umetoka nini, mkaingia kwenye matuta, si ndio? Eneo la ulinzi linakupa makombe. Lakini eneo la ushambuliaji kama ufungi, manake ukifungwa wewe manake unapoteza ubingwa, si ndio? Kwa wanatakiwa Simba wapate watu ambao wataenda kuwaletea matokeo ya kufunga. Alafu baadaye ndio wafikirie maeneo mengine yanaongezewa vipi, kwa sababu ukiangalia eneo la ushambuliaji la Simba limekuwa likiwa aliko na ubora sana, licha baadhi ya wachezaji kuwa ni bora. Mfano kama mtu kama Soa, Mwalimu, wale wanaotengenezea nafasi kule mbele ni watu wa aina gani? Kwa hiyo waongeze. Mfano akikosekana Kibu Dennis, kuna baadhi ya mechi amekosekana na Kibu Dennis ikaonekana ina struggle. Kwa hiyo inatakiwa iwe na ubora hata katika hizo rotation. Huyu mchezaji hayupo bado, namuona mtu mwingine ambaye bado ana ubora ule ule. Shukrani sana Rugano. Asante.